Ni rahisi sana kuhukumu, kwani ni kazi rahisi, hususan ukiamua kuvaa hisia na kuziacha fact pembeni. Huruma sio malezi na kumtetea asiyestahili ni uhaini katika ulimwengu wa mnyonge mnyongeni. Tarehe 9 Julai mwaka 2022, mzee Mchungaela alisimama kwenye kadamnasi na kuwauliza waliokuwa na haki ya mkutano mkuu, je, ni yupi anapinga huyu bwana kwa kiongozi wetu mpya? Alionekana mgombea peke yake. Demokrasia ilionekana kusiginwa. Kumbe kilichofuatwa ni mafanikio na sio reforms wala election. Kwa sauti moja akapitisha jina lake rasmi. Yanga ikawa na rais kwa mara ya kwanza, huku baraka za kanuni za uchaguzi wa TFF ibara 29 kifungu cha 9 kikitoa baraka zote. Uchaguzi ulionekana ni wa kawaida, ila ndani yalikuwa ni mapinduzi ya kuleta utawala mpya. Ni miaka 4 sasa tangu maamuzi haya yamefanyika. Achana na ubingwa ligi kuu ambao tayari Yanga wanao, ni mabingwa kihistoria. Vipi kuhusu bora Afrika, fainali moja, makundi, robo fainali? Inawezekana haina maana sana masikioni mwetu, lakini vipimo vya ukuaji vinawezaje kukataa namba kutoka nafasi ya 82 kwa ubora barani Afrika hadi nafasi ya 10 ndani ya muda mfupi? Iki kwenu kinaitwaje? Futa kulinganishwa, futa matarajio, zingatia uhalisia. Miaka hiyo wewe umefanya nini? Umeongeza nini? Kuwatetea wasiojiweza ni uhaini. Vipi kuwasema wanaokuwa ni haki yao? Young Africans ndani ya mikono Engineer Els inazidi kupiga hatua ndefu pasikujali nini kinachotokea. Tunaweza tukawahukumu kwa sababu ya matarajio yetu, lakini wanastahili sifa kwa kila hatua walioipiga. Bora hiki ambacho kwetu kinaonekana kidogo kuliko kile kilichokuwepo zamani hizo.